Leo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025 ndio siku ya mwisho ya zoezi la uandikishaji katika wilaya ya Kusini. Uandikishaji katika wilaya hii umeenda vizuri na umeenda kwa mafanikio. Watu wengi wamejitokeza na kumekuwa na hali ya utulivu na usalama. Katika wilaya hii makadirio yetu yalikuwa ni watu 2081 na mpaka muda huu tunavyoendelea na uandikishaji tumeshaandikisha watu takriban 3300. Kwa hiyo ni mategemeo yetu ni kwamba hata tukifika saa 10 tutakuwa tumeandikisha watu wengi kiasi, na ni swala zuri, ni swala jema, kwa sababu hii ni kwamba watu wengi wataweza kupata fursa ya kushiriki katika kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kumaliza zoezi hili kwa wilaya hii ya Kusini ni matayarisho na mwanzo wa uandikishaji wa wilaya mjini, ambao ndio itakuwa wilaya yetu ya mwisho. Kwa hiyo ni wito wetu kwa wananchi wa wilaya mjini wote wenye sifa kujiandikisha. Tunaanza zoezi la kujiandikisha tarehe 15 mwezi huu wa 3 kwa siku 3 mpaka tarehe 17. Kwa hiyo wote wale wenye sifa ya kuandikishwa katika wilaya mjini wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata nafasi yao ya kuweza kujiandikisha, nafasi ambayo itawapa nafasi ya kuweza kupiga kura katika uchaguzi mkuu. Tukasikia tu wakati tunatembelea vituo juzi katika shehia ya Kajengo kujitokeza changamoto ambayo kwa namna moja ama nyingine yule ambaye ilimkuta alihisi kupoteza haki yake kidemokrasia kuweza kujiandikisha. Pengine mikakati ya tume ama jitihada za tume zimefikia wapi, na ikiwa ndio siku ya mwisho kujiandikisha katika wilaya ya Kusini? Yule mwananchi tulimwelekeza aweze kuwasiliana au kupeleka malalamiko yake polisi, kwa sababu anamjua mtu ambaye amechukua vitambulisho vyao. Kwa hiyo tulimpa nafasi hiyo aende kupeleka malalamiko polisi ili mhusika aweze kukamatwa. Lakini mpaka leo mimi sijapata taarifa yoyote kama labda alikamatwa ile mhusika na wale kama ameshaenda kujiandikisha. Sijapata taarifa hiyo. Kwa tukio kama hili sasa tume mnashauri wananchi kutowapa vitambulisho vyao watu wasiofahamu ili kuepusha hizo changamoto? Wananchi wanashauriwa wakati wote vitambulisho ni kitambulisho ni chake mwenyewe. Hapaswi kumpatia mtu yote ambaye hahusiki. Na ni bahati mbaya sana kwamba yule kijana ambayo alichukua kitambulisho tumeambiwa kwamba alitokeza akijieleza kwamba ni ofisa pale na kwamba alikuwa kama vile anataka kutoa msaada. Lakini kubwa, wananchi wajitahidi sana vitambulisho vyao wasiwape watu ambao hawahusiki ili kuweza kuondoa usumbufu wa aina moja au nyingine.